الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، يا أمة الإسلام، أني واتو أني أمة وكإسلام، يا من حملتم الرسالة والأمانة، enyi muliobeba ujumbe na enyi muliobeba amana kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaman sabaqat dumu'ukum khutakum ila Allah, enyi mulotanguliwa na machozi yenu kabla hatua zenu kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haqad aqbala alaina amun hijriyun jadid, imetukabili sisi mwaka wa hijra ya bwana mtume Muhammad, mwaka mpya wa Kiislamu. Fakaifa nastaqbiluhu, vipi tutaupokea mwaka mpya? Namna gani tutaupokea mwaka wa kugura kwa bwana mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi, kutoka katika mji wa Makkah akaelekea katika mji wa Madina? Wa madha nuridu an naktuba fi safahatihi, hii ndio suala muhimu sana. Kila mmoja katika sisi ataka ajiulize, wataka kuandika nini katika mwaka wako wa 1447? 1446 ishakwisha, ushamalizika. Je, mwaka huu maisha yako ni kitabu chako? Wataka kuandika nini katika kitabu chako ambacho kitakuwa ndio kumbukumbu ukiondoka? Watu watasoma katika kitabu ulichokiandika kwa mikono yako wewe mwenyewe. Madha turidu an taktub, watakuandika nini? Kwanza kabisa katika khutba yetu ya leo ambayo kwamba nimeitegua na nimeipanga vizuri kabisa ili tuweze kwenda sambamba, kwenda pamoja. Kwanza kabisa nimetegua nieleze maana alhijra wa darsu tajdid. Nini maana hijra? Hijra nini? Hijra sio historia ambayo imeandikwa kwenye kitabu, wala siku wa hijra ni kila mmoja katika sisi aseme mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka kugura kwa bwana mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi kwenye mdomo wake peke yake, bal hiya mafhumun imani. Hijra ni mafhumu ya kiimani, wa intilaqatun nafsiyya, na ndio hatua ya kwanza ya kiroho. Tuko pamoja? Tumefahamiana? Wa khutwatun lilkhuruji min dhiqi dunya ila si'ati al-akhirah, na ni hatua ya kutoka katika dhiki za dunia kuingia katika ukunjufu wa kesho akhira. Yaanza kuanzia alipogura bwana mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi fi alhadith alladhi rawahu al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, almuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Muhajir, mwenye kugura, ni yule ambaye kwamba anaigura yale aliyokataza Mola Subhanahu wa Ta'ala. Naam, hapo ndipo pahali pa kuanza napo. Ikiwa leo wewe hijra ya bwana mtume imefika na wewe hujaweza kugura madhambi yako uliyozoea, fa anta lasta min almuhajirin, wewe si katika watu walogura. Wa anta la tadkhul ma alladhina kharaju ma an-nabii sallallahu alayhi wasallam, hutoingia katika ile fungu la watu walotoka na bwana mtume Muhammad, wala hupati sharaf na utukufu waliopata muhajirin. Falhijratul yawm, tusidhanie kuwa tutatoka Kisauni sasa hivi tumuigize bwana mtume na sisi twende Nairobi kwa ngamia. Hakuna tena mambo hayo. Hakuna tena kugura baada mtume kuwashagura kutoka katika mji wa Makkah akaenda Madina. Tusijidanganye tukaona sasa hivi mimi na mimi nataka nigure kama alivyogura bwana mtume. Falhijratul yawm, hijra ya leo ni gani? An tuhajira min adh-dhulmi ila al-'adl, ugure dhulma uwe mwadilifu. Hiyo ndio kugura kwako, na hii ndio hijra ambayo kwamba yafaa kila Muislamu aibebe katika kifua chake. Wa min al-ghaflati ila dhikr, kugura ni kutoka katika kughafilika, kupumbaa, kujisahau, uingie katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo mwaka mpya waingia wa Kiislamu, leo tutatoka katika mwaka huu tuingie katika mwaka mwingine. Leo mtume aligura kutoka Maka
akaenda Madina. Je, wewe bado umeghafilika? Bado umejisahau? Bado hujajijua wewe ni nani mpaka sasa? Hujajifahamu umeletwa hapa duniani kwa malengo gani? Wa minas sukuti ala albatil ila sauti alhaq. Leo hijra yetu ni kunyamaza unapoona mabaya. Ukawe umenyamaza tu, watu wanafanya maovu na wewe Mwenyezi Mungu akichukua akija kutuadhibisha ataanza kwako wewe, kwa sababu wewe umeona na hukusema na hukutetea na hukuwa pamoja kusimama na wenye kudhulumiwa. Toka katika kimya chako, katika kuficha maovu, uwe ni mtu mwenye kusema ule uovu unapotendeka. Wa minat tabaiya ila alhuya. Hijra sasa ni kutoka katika kufuata wa magharibi na watu wasiojielewa. Usibakie kuwa mtumwa wa fikra za kimagharibi. Wewe ni Muislamu wewe. Mwenyezi Mungu amekufundisha kila kitu na mtume. Hivi yule bwana aliyokufundisha mpaka ukiingia choni ufanye nini? Ameacha kitu gani ambacho kwamba hajakufundisha mpaka ikawa wewe walewa? Wewe hujitambui kwa kupenda kuwafuata watu ambao kwamba si mila yako. Kwa nini wadanganywa na Mayahudi na Manasara ilhali uko una mtume Muhammad? Bwana alokuja kukufundisha wewe namna kuishi, alokufundisha wewe namna ya kulala, namna ya kuamka, namna ya kufanya biashara, namna ya kutangamana na aloko Muislamu na asoko Muislamu, namna ya kupeleka maisha yako na kuwalea watoto wako na kuishi na mke wako. Kwa nini haya yote hayakushughulishi? Wakushughulisha wale watu ambao kwamba wanakuambia mume na mume wafaa kuoana, mke na mke wafaa kuoana. Gura hijra yako ni kuacha kutojielewa, jielewe kwa wewe ni Muislamu. Iftakhir, be proud kwa wewe ni Muislamu. Hiyo ndio hijra ya kwanza ambayo kwamba yafaa tuianze nayo. Jambo la pili ambalo kwamba nitazungumza katika khutba yangu, istiqbalu amin bin nadhari ila awja'i al-umma. Tupokee mwaka mpya kwa kutizama yale masaibu yanayowapata umma wa Kiislamu. Usikae ukajisahau ukaona mimi salary yangu ikiingia mara hii basi screen yangu ni ya 32, nataka nibadilishe ni screen ya 40, 45, 50, 60. Kuna watu ukiingia nyumbani kwao kwanza unaona TV kabla hujaona chochote kubwa, kuanzia ukuta huu mpaka huu mwisho. Watu wengine hawafikirii isipokuwa kwenda kukaa na kupoteza wakati wao katika watu ambao kwamba wanaobadilisha fikra zao, wanaweka mbali na Mwenyezi Mungu na mtume. Hiyo ndio furaha yao. Ewe Muislamu, innahu min al-ajab, ni katika mambo ya ajabu sana, anastaqbila aman jadidan billahwi wa ummatuna ta'im. Uingie mwaka mpya na sisi tuko katika kupumbaa, katika kughafilika, katika kutojijua, ilhali kwa umma wa Kiislamu unapiga kitunu, una huzuni, umemalizwa, haujielewi. Wa fi kulli qaratin laha jarah, kila sehemu kuna Muislamu ambaye kwamba ana jeraha. Ghazatun tasrukh, mji wa Gaza unapiga, unatoa sauti, unakuita wewe Muislamu. Wa Qudsuna yudannas, msikiti wetu wa Aqsa unachafuliwa na Mayahudi. Wa ayunu abnaina fi Sudani wa Sham, macho yetu yako kwa ndugu zetu majirani zetu wa Sudan, Sham. Umma kila pahali unapotizama umezungukwa na mambo ambayo kwamba haufurahishi. Fa kaifa nahnu bihadha anansa dimaa wal ahzan? Hivi tushasahau yote yanayowapata masaibu waislamu wenzetu? Anansa huquqal madhlumin, tusahau haki za wale waliodhulumiwa. Wanastabshira bisana wa nahnu lam nughayyir fi anfusina shay'an, tupeana bishara ya mwaka mpya ila hali kwa sisi bado hatujabadilika. Mwaka wako haujaingia na mwaka wako unaosherehekea si wa hijra ya bwana mtume. Tuambie washerehekea mwaka gani? Kama ni mwaka wa kugura bwana mtume, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpeleka bwana mtume Madina ili apate kubadilika, atoke katika hali mbaya aingie katika hali iliyokuwa bora zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habadilishi yale ambayo kwamba walonayo qaum isipokuwa mwanzo waanze kubadilika wao. Umekubali kubadilika ama bado hujaamua kubadilika? Suala kila mmoja katika sisi ajiulize nafsi yake. Nukta nyingine ni ad-durus wal ibar min hijrati an-nabiy sallallahu rabbi wa salamu alayhi. Kuna masomo gani yanayopatikana katika kugura kwa bwana mtume Muhammad? Kwanza, athiqa billah,
Somo kubwa tunalolipata katika kugura kwa bwana mtume ni kuwa na thika. Unajua maana thika? Ni kumaanisha kuwa wewe kila jambo lako umemwachia yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wewe nguvu zako zote umeziweka chini, umemwachia nguvu za mwenye nguvu ambaye kwamba hakuna mwenye nguvu kushinda yeye. Umemwachia yeye akuendeshe. Hukubali kuendeshwa na mtu yote, wala hujikubali wewe ndio waweza kujiendesha, bal wamtegemea Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika tukio hili la hijra kwa ulimi wa bwana mtume akimwambia Sayyidina Abubakar, la tahzan inna Allaha ma'ana, usiwe na huzuni, Mwenyezi Mungu yuko na sisi. Hili si tarehe wala historia ya Sayyidina Abubakar Siddiq peke yake. Ewe ndugu yangu unaonitazama, ewe unaonisikiliza, ewe unayeogopa, la tahzan, usiogope, usiwe na huzuni, inna Allaha ma'ana, Mwenyezi Mungu yuko na sisi. Ewe unaodaiwa, waogopa usije ukafungwa kwa deni ulionalo, la tahzan inna Allaha ma'ana. Ewe unaogopa future yako na watoto wako na familia yako, la tahzan inna Allaha ma'ana, usiogope future. Future ni ya Mungu, si yako wewe. Wewe hujui hata kama hapo msikitini utatoka, la tahzan inna Allaha ma'ana. Mwachie Mola, usiogope kabisa kumwachia matatizo yako Allahu jalla jalalo. At-tahtitu wal akhdh bil asbab, lazima lakini tujipange. Usiseme kuwa mimi nitamwatia Mwenyezi Mungu nikae nyumbani nipakate mikono. Hata bwana mtume alipotaka kugura kutoka Maka kwenda Madina hakupakata mikono, alifanya kazi, alijituma. Jitume wewe Muislamu. Fahijratuhu kanat mabniyatun, hijra ya bwana mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi ilikuwa imejengwa ala diqqati wa tanzim, ilikuwa na mikakati ya kutosha. Fasta'ana bi Abdullah bin Urayqit kadalil, alimtafuta mtu mwenye kujua njia, naye ni Abdullah bin Urayqit, amuongoze njia gani atapita na makureishi wasimuone. Wa bi Asma fi tawsil at-ta'am, alimtafuta mwanamke shupavu kama Asma binti Abu Bakar, akawa yeye ndio amechukua jukumu la kuwaletea chakula wanapokuwa katika pango. Huyu ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi. Delivery wa mtume alikuwa ni Sayyidatina Asma. Sisi tuna maboda hapa wa delivery na mtume pia alikuwa na delivery wake, akimletea chakula akiwa katika pango, naye ni Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Wa bi Amir fi tajassus, na Amir alimtegua awe yeye atakwenda kuwasikiliza makureishi wanasema nini, wamepanga mikakati gani. Huyu ndio bwana mtume, huyu ndio mtume wako, wamekufundisha wewe ujipange. Lazima kila mmoja katika sisi ajipange ndio tutafaulu. Fa aina takhtitu fi mashari'ina, je, tumejipanga vipi katika mambo yetu sisi? Aina nidhamu fi muassasatina, taasisi zetu ziko vipi? Hebu jiulize sote hapa, huyu ana taasisi hii na yule ana madrasa hii na yule ana kampuni hii. Msikia mtume alipokuwa akijipanga, wewe umejipanga kitu gani? Katika masomo tunayojifundisha katika hijra ya bwana mtume, as-sabru wal amal, tuwe na subra na tuwe na matumaini, usikate tamaa. Fakat kharaja matrudan, alitolewa katika mji wa Makka akiwa afukuzwa, lakini fadakhala almadina mamduhan, akaingia katika mji wa Makka, mji wa Madina, watu wakimpokea kwa furaha na shangwe. Ametoka kule, ameacha mali yake, ameacha nyumba zake, ameacha watu wake, ameacha mji aliozaliwa, lakini alipofika katika mji wa Madina alipokewa kama mfalme. Tuishi tukisubiri, kwa sababu baada ya dhiki ni faraji, baada ya subira huvuta khairi. Fasayati yawmun nadkhulu fihi al-aqsa wa nahnu muharrarun au muharrirun, tutaingia siku moja katika Masjid al-Aqsa ilhali tukiwa tumeikomboa Masjid al-Aqsa kwenye mikono ya Mayahudi. Jambo lingine, hatua gani ambazo kwamba khatawatun amaliyatun liistiqbali al-ami bijiddi wa azm, hatua muhimu sana kuweza kupokea mwezi huu au kupokea mwaka huu wa 1447. Kwanza, muhasabatu nafs, kila mmoja ajihesabu nafsi yake. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kila mmoja accountability ya nafsi yake kwanza. Kuna watu mashallah mahudari ku account watu wengine, bwana yule imamu gani yule hana maana yote. Je, wewe umejiuliza wewe ni nani? Mtu gani yule jirani bwana hana maana, yule hana mpango, yule angalia leo siku ya Ijumaa hakuvaa kanzu,
Wewe ulimpatia kanzu avae, wajua hali yake ule mtu. Ijumaa yote hii mtu hapiki hata pilau. Nani alikwambia kupika pilau siku ya Ijumaa ni wajib, ni faradhi, ni sunna? Hakuna. Madha kasabta, qul kaifa kana ami, jiulize swala, mwaka wangu uliotangulia ulikuwaje? Madha kasabtu, achieve nini? Achievement zako za mwaka uliopita ni gani? Suala alijiulize. Madha khasirtu, nime lose kitu gani? Nimekosa nini? Makosa yangu ni gani? Nilikuwa siswali kwa jamaa, rudi sasa hivi uswali kwa wakati, uswali kwa jamaa. Na muhimu zaidi, tajdidun nia, nia yako, boresha nia yako, kuwa na nia njema. Innamal a'malu binniyat. Hata kama wajua wewe huna uwezo wa kwenda Maka, lakini tia nia, mwaka huu insha Allah, mimi mara hii insha Allah nitakwenda Maka. Niyatul mu'min khairu min amaliha. Nia mu'min kitu muhimu sana. Tia nia nzuri na Mwenyezi Mungu atakutimizia unayotaka. Linujaddida al-ahda ma Allah, tuifanye upya. Sote tunafanya kazi, sio? Na pale unapofanya kazi, ikiwa wewe ni mwajiriwa, kuna ile contract agreement inakuwa inajadidishwa, unafanya renew kila baada muda fulani. Na sasa hivi wewe wafaa uifanye upya uhusiano wako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walinaj'al hadha al-'am 'aman lil-Qur'an, tufanye mwaka huu ni mwaka wa Qur'an. Ikiwa ulikuwa umeipiga talaka Qur'an, usome Qur'an, isome. Mwaka huu ni wa kusoma Qur'an. 'aman lil-'ilm, ilikuwa hutaki kusoma, hupendi kuhudhuria majalisi ya kusoma, mihadharat, durus, msikitini hutaki kuingia, basi mwaka huu jipange utafute ilmu. 'aman lid-da'wa, ulikuwa hupendi kuwalingania watu katika Uislamu, kuwalingania watu katika khairi, mambo mazuri, jipange mara hii usiwache kulingania watu katika dini ya haki, kuwalingania watu katika mambo mazuri. Si lazima ushike speaker kama mimi ninavyozungumza kwenye speaker. Nyumbani kwako pia waweza kwa mlinganizi mwema. Baraza yako ile ambayo kwamba unakaa na wao unazungumza nao, wengine wanakula mungo kaa, hebu mshike mmoja katika wale. Ujalie achievement yangu mwaka huu, nitahakikisha huyu rafiki yangu hatoendelea kula tena mungo kaa. Hiyo pia itakuwa ni achievement kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. At-tauhid, umoja wetu ni muhimu sana. La budda an nastafiqa, al-umma tumazzaq. Umma unapigwa vita, waate maadui watupige sisi vita, lakini sisi kwa sisi tusipigane vita. Muate Myahudi, muate mwingine yoyote, lakini mimi na wewe tuwe kitu kimoja. Umoja wetu ni nguvu. Wa nahnu nabhathu anil mubarayati waraqsi wal videohat. La kusikitisha kwa sisi tutafuta mechi kali itakuwa lini, siku gani, uende kuangalia sinema, uende kuangalia waimbaji, unajisahau. Idha kana ummatun tansa majdaha fakaifa turja fil hayati nuhudhu. Ikiwa umma utajisahau utukufu na mazuri ya historia yake, vipi tutarajia umma huu utamka? Hauwezi kuamka, lazima turudini. Al-Imam Ibn al-Qayyim asema fi kulli sanatin tajdidun lil'ahd, kila mwaka nafasi nzuri ya kufanya upya ahadi yetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa tadhkirun bil hijra, na kukumbuka hijra ya bwana mtume kila mwaka. Faman lam yuhajir min dhunubihi, yoyote ambaye kwamba hatogura akaacha madhambi yake, fakad khasira ar-rahila wa dhayya azad, basi atakuwa amekosa kipando na amekosa vile vile zawadi za kubeba. Wakhala nahnu alladhina salaku ad-duruba fi dhulmatin wa nadaw Allahu akbar la nubali bil maniya, wale walotembea katika njia ya sawa katika usiku wenye giza, wenye mitihani, wenye matatizo, walinadi wakasema Allahu akbar. Waliposema Allahu akbar, mwangaza ulitoka. La nubali bil maniya, hatujali chochote, hatujali hata mauti yakitufikia. Mwenyezi Mungu inshallah atujalie khutba hii ndogo sana, lakini ina mazingatiwa, si kwa yoyote, kwa yule anayetaka kuzingatia. Asiyotaka atasikiliza, atasema imamu mashallah khutba ilikuwa nzuri, maneno mazuri, lakini hatobadilika. Yule anayetaka kubadilika, khutba hii yatosha ibadilishe maisha yake yote, for the rest of our life, maisha yetu yote. Kwa khutba hii ya leo inaweza kukubadilisha ukitaka wewe mwenyewe kufanya nini? Kubadilika. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.